Safari za kwenda mwezini zimekuwa historia kubwa ya binadamu kuanzia enzi ya Apollo 11 Moon Landing hadi kizazi cha sasa cha Artemis 2. Mwaka 1969 dunia ilishuhudia kwa mara ya kwanza binadamu wakitua mwezini kupitia Apollo 11, tukio ambalo liliacha historia kubwa kabisa ya sayansi na teknolojia ya anga. Katika safari hiyo ya Apollo, wanaanga walisafiri umbali mrefu kwa takriban kilomita 760,000 kwenda na kurudi, wakifanikiwa kutua mwezini na kurejea salama duniani. Lengo kuu lilikuwa ni kuonesha uwezo wa kiteknolojia wakati wa ushindani wa kisiasa duniani, na ndio maana safari hizi zilikuwa za muda mfupi sana, lakini zenye mafanikio makubwa ya kihistoria. Miaka 50 baadaye, dunia inashuhudia hatua mpya kupitia Artemis 2, safari ya kisasa kufanyika mwaka huu 2026. Tofauti na Apollo ni kwamba hii haikutua mwezini bali ilizunguka mwezi, yani flyby, na kurejea duniani ikisafiri umbali mrefu zaidi wa takribani kilomita milioni 1.3 hadi milioni 1.6. Safari hii ililenga kupima teknolojia mpya ya kuandaa njia ya safari za muda mrefu zaidi, ikiwemo uwezekano wa binadamu kuishi mwezini au hata kufika katika sayari ya Mars. Kwa ujumla, Apollo ilikuwa mwanzo wa safari za binadamu kwenda mwezini na ililenga ushindi wa kihistoria, huku Artemis 2 ikiwa ni mwendelezo wa maendeleo ya kisasa yanayolenga mustakabali wa muda mrefu zaidi angani. Tofauti kubwa ipo kwenye malengo, umbali na teknolojia, lakini zote zinaonyesha jinsi binadamu anavyoweza kuendelea kusukuma mipaka ya sayansi na ugunduzi. Sawa, sasa kufuatia kukamilika kwa mission ya Artemis 2, wanaanga kutoka nchini Marekani kufaulu kufika katika mwezi na kurejea duniani salama, safari ambayo ilisimamiwa na kuongozwa na NASA, chombo cha wanaanga kutokea pale nchini Marekani ambacho kilianzishwa mwaka 1958. Sasa kumetokea maoni kutoka maeneo mbalimbali, kutoka katika pande mbalimbali, na kila mmoja akiongea lake. Mfano mzuri ni Urusi, wao ni kama wamejibu mapigo. Kwa kupitia ukurasa wa Instagram wa ubalozi wa Urusi nchini Tanzania, unafahamika kama Rusemb TZ, wameposti picha ya mwanaanga wa kwanza kufika mwezini katika miaka 65 iliyopita. Sasa tukusomee hii caption inayosindikiza hii posti ya huyu bwana. Wenyewe wanasema kwamba miaka 65 iliyopita mission ya kwanza ya anga za juu yenye kuendeshwa na binadamu ilifanyika kwa kufaulu. Mtu wa kwanza duniani kusafiri kwenye anga za juu alikuwa Yuri Gagarin, rubani wa jeshi la Umoja wa Kisovieti. Kufuatana na azimio la Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa, Aprili 12 imetangazwa siku ya kimataifa ya safari za binadamu kwenye anga ya juu. Nchini Urusi, siku hii inaadhimishwa kama siku ya wanaanga, yani Cosmonautics Day. Sawa, hao ni kwa upande wa Urusi, lakini nikasema ngoja nifuate data kidogo hapa. Data zinasema kwamba kifaa cha kwanza kufika mwezini kilikuwa ni mwaka 1959, yani Luna 2 kilikuwa chombo cha kwanza kabisa kugonga uso wa mwezi. Hii ilikuwa ni mara ya kwanza kwa kitu cha kutengenezwa na binadamu kufika kwenye mwili mwingine wa anga. Luna 3 kilipiga picha za upande wa nyuma ya mwezi ambao hauonekani kutoka duniani. Hii ilikuwa ni hatua kubwa sana katika sayansi ya anga. Hatua ya tatu ni kutua kwa mafanikio juu ya mwezi. Luna 9 ilikuwa 1966, kilikuwa chombo cha kwanza kutua salama juu ya mwezi na kupiga picha kutoka huko. Lakini pia hatua ya 4, kurudisha sampuli za udongo wa mwezi. Hii ni Luna 16, 1970, kilichukua udongo wa mwezi na kurudisha duniani bila binadamu kwenda. Kiujumla ni kwamba utofauti wake ni kwamba Urusi, yani wakati huo Umoja wa Kisovieti, hakuwahi kumpeleka binadamu mwezini. Hilo lilifanywa na Marekani kupitia mission ya Apollo 11 1969. Nafikiri jibu utakuwa umelipata hapa. Sasa kupitia posti ya Instagram walikuwa wameposti hawa NASA ambao ni wa Marekani, wakielezea baadhi ya picha ambazo zilikuwa captured huko mwezini. Picha hizi zilipigwa na simu kutoka kampuni ya Apple, yani iPhone 17 Pro Max. Wao ni kama walikuwa wakisifia hivi kidogo. Akaunti ya Samsung wakaja waka comment pale kwenye ukurasa wa NASA wakisema kwamba this wouldn't have been shot on Samsung, wakiwa na maana ya kwamba kulikuwa kuna haja gani ya kutumia iPhone 17, lakini badala yake pia Samsung ilikuwa na uwezo wa kupiga picha nzuri. Sasa NASA wakawajibu Samsung wakasema kwamba you have 200x zoom
kindly shot the moon from the earth, wakiwa na maana ya kwamba sometimes ninyi mna zoom ya mpaka mara 200. Kwa hivyo kulikuwa hakuna haja ya sisi kwenda na hiyo Samsung yenu, mlikuwa mna uwezo wa kupiga picha mwezi mkiwa duniani. Anyways, hizo ni criticization kutoka katika baadhi ya maeneo mbalimbali, lakini pia kumekuwa na baadhi ya watu kutoka katika nchi mbalimbali wakitoa maoni yao kwamba ile ilikuwa ni AI, ilikuwa so kweli. Wengine wakisema kwamba kwa nini kile chombo kilitoka kikiwa na kama sijui mabega hivi, lakini baadaye kilivyoenda kule kikaanza kumeguka. Of course, yote kwa yote tuendelee kuangalia namna ambavyo sayansi kwa sayansi zinashindana, na sisi kama Waafrika wa Tanzania tuendelee kupata elimu.